habari gani rafiki yangu mtazamaji wa kipindi chetu hiki cha Bobea Andikoni. Katika siku ya leo tena ninakualika katika chaneli yetu ya SUA SDA Church Media. Na siku ya leo tupo na somo zuri kabisa linalosema mpango wa Mungu. Na studio nipo na walimu wenzangu hapa ambao tutakuletea masomo haya na kukuwakilishia kwa namna nzuri. Hivyo nikualike uweze kufuatilia somo letu hili zuri mwanzo hadi mwisho. Na kwa kufungua kipindi chetu ni mkaribishe Madam Jonia atupatie ombi. Karibu sana. Asante. Tufumbe macho tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi hii. Tunaomba uwe pamoja nasi tutakapo litafakari neno lako likabadilisha maisha yetu na hata wale ambao watatusikiliza. Asante kwa kuwa Roho Mtakatifu atakuwa pamoja nasi akizungumza na kuwasilisha pamoja nasi. Tunaomba tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mara nyingi kumekuwa na nadharia juu ya uumbaji wa dunia hii na vitu vyote vilivyojaza. Katika wiki hii tutakuletea somo zuri ambalo linasema mpango wa Mungu. Kulikuwa kuna mpango gani ambao Mungu ameuweka katika uumbaji? Na tumeona nadharia mbalimbali watu wakizungumza juu ya asili ya ulimwengu huu umetoka wapi. Hivyo katika wiki hii wewe kama mtetezi wa imani tunakuletea somo hili ili uweze kuelewa asili kubwa na mpango mkubwa wa Mungu katika uumbaji wa ulimwengu. Nimkaribishe mwalimu Masala uweze kutupatia kipengele cha utangulizi hapo. Tumeona kuna wanafalsafa na maprofesa na wasomi mbalimbali ambao wamezungumza juu ya asili ya huu ulimwengu. Na wengi wamekuwa wakipinga kutokuwepo kwa Mungu, hata kutokushiriki katika uumbaji. Na tuna mwanafalsafa Antoni ambaye natamani katika siku ya leo uweze kutupatia habari zake yeye katika kuamini kwa Mungu ama uwepo wa Mungu kulikuwaje katika maisha yake. Karibu sana. Asante. Antoni Flew ambaye huyu yeye alikuwa ni msomi na alisoma mpaka kufikia hatua ya kuwa profesa na akawa mhadhiri katika chuo kimoja cha Oxford. Na katika kusoma kwake alisoma akafikia hatima ya kusema kwamba hakuna Mungu. Na kwa nini alisema hakuna Mungu? Kwa sababu alivyosoma katika vitu vyote alivyoviona aliona ni kama vinatokea kwa namna ambayo yeye mwenyewe haelewi. Sawa Kwa hiyo akafikia akasema kwamba hivi vitu vinatokea from nowhere. Lakini katika maandiko matakatifu tunapata udhihirisho kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na mbingu na nchi. Kwa hivyo sasa alipofikia hatua ya kuwa mzee, amezeeka sasa, akaja katafakari, akaona kwamba hivi vitu ambavyo vilikuwa vinatokea from nowhere maana yake vina fundi stadi ambaye amevitengeneza. Sasa kwa sababu alikuwa ameshapata kwamba kuna Mungu ambaye ameumba mbingu na nchi, akasema kwamba hapana, hivi vitu kuna fundi stadi ambaye amevitengeneza. Katika hapa yeye mwenyewe alifika sehemu akaandika akasema kwamba ni kitu gani kilichomfanya akili ya Antoni Flew kubadili mtazamo wake kuhusu Mungu? Flew mwenyewe alisema, ingawa hapo awali nilikuwa mkosoaji mkuu wa hoja ya uumbaji, sasa nimetambua kwamba ikitolewa kwa njia sahihi, hoja hii ni msingi wenye nguvu wa kuamini uwepo wa Mungu. Flew alishawishiwa na hoja ya teolojia inayoelezea kuhusiana na viumbe vyote viliumbwa na kwa kusudi maalum. Sasa wakati amejifunza katika hoja hizi za teolojia, alikuja akafikia hatua akagundua kwamba hivi vitu havitokei from nowhere, kuna muumbaji na mbunifu ambaye amevifanya. Hapa anasema majadiliano juu ya ubunifu wa ajabu yanahusisha zaidi ya ukweli. Kwa hakika tunachunguza kiini cha moyo wa Mungu. Uumbaji wake ni kielezo cha tabia yake, ambapo mpangilio mzuri, mpangilio wa uzuri, ugumu na upendo vimeunganishwa kwa ustadi katika muundo wa ulimwengu. Tunaona ushahidi wa ubunifu wa ajabu katika asili, lakini kisa cha uumbaji kinakamilisha simulizi hiyo, kikifunua kusudi hilo kusudiwa nyuma yake. Ukisoma kwenye Biblia hautaona udhihirisho moja kwa moja wa uumbaji ambao Mungu ameusema. Biblia inadhihirisha kwamba Mungu yupo, lakini kuja kujua kwamba hiki kitu kilitengenezwa na Mungu tunakigundua wenyewe tukiangalia asili ambayo inatuzunguka, jinsi ambavyo vitu vyote vinaenda
kwa mpangilio wake mzuri. Asante. Naam, nashukuru sana kaka Masala. Huyo ni Anthony Flew ambaye alikuwa ni zaidi ya miaka 15 amechukua utafiti wake katika falsafa na akakataa uwepo wa Mungu, lakini tunaona katika uzee wake anakubali kujifunza katika asili na anasema ya kwamba Mungu yupo. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, nadhani unawatambua wasomi na falsafa mbalimbali, huenda hata wakati fulani umekutana nao wakimpinga huyu Mungu kwa falsafa zao, lakini huyu alikuwa ni miongoni mwa waliomwamini Mungu baada ya kutambua. Nikukaribishe sasa katika somo hili. Tutakuwa na kitabu cha Mwanzo na sura ya kwanza na ya pili, ndivyo vitakuwa sura zetu kuu katika somo la wiki hii. Kwa hiyo katika siku ya leo nitamani usome hapo katika kitabu cha Mwanzo 1 na mstari ule wa kwanza. Karibu sana. Karibu Madam Jennifer. Mwanzo 1 mstari wa kwanza inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Naam, nadhani tumesikia hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nini? Mbingu na nchi. Wakati fulani tumekuwa tukijiuliza asili ya vitu vyote hivi inatoka wapi, si ndio? Na katika somo hili tutakuletea ufafanuzi mzuri. Na tamani nije kwako Madam Glory. Mwanzo wa upagani. Tunaamini ya kwamba kuna imani mbalimbali zinazofunua juu ya uwepo wa miungu lakini na uwepo wa Mungu. Na hivi vyote vinatupatia simulizi ya uumbaji na tabia ya Mungu. Unaweza ukatusaidiaje juu ya kutambua mwanzo wa upagani, lakini pia Biblia inafunuaje juu ya uwepo wa hivyo vitu? Karibu sana. Asante sana. Tutaangalia katika mwanzo wa upagani kwamba upagani ni kitu gani. Kwa maana ndogo tu au ya rahisi, upagani ni kuabudu miungu au kutegemea vitu visivyokuwa na uhai. Na kwa mujibu wa maelezo katika lesoni yetu, tumeonyesha baadhi ya mataifa matatu makubwa yaliyotambulika ikiwemo Babeli, Misri na Sumeri. Tukiangalia pia hata kwa wale ambao waliweza kupita hapo mwanzo kwenye lesoni yetu ya iliyopita ya Yoshua, ikiwemo pia na miji yote ya Yeriko yote iliyokuwa ikizunguka, ilikuwa ina sifa ya kuabudu miungu. Na miungu yao wengi walikuwa, kuna wengine ilikuwa ni vitu visivyo na asili au visivyo na uhai kwa maana nyingine. Maji, miamba, mawe. Kwa hiyo waliweza kuona kama ni sehemu yao ya kumtegemea Mungu wao. Na tunaweza kuona hapa anasema kwamba Babeli, Misri na Sumeri yana sifa kuu mbili. Kwanza, mara nyingi huanza kwa asili ikiumba miungu. Katika visa hivi miungu inazaliwa kutoka katika vitu vya asili kama vile maji, anga na machafuko. Kwa mfano, kisa cha Babeli na Enam, Elisha kinaelezea vita vya ulimwengu vikihusisha maji ya awali na kutoka katika mazingira haya ya machafuko. Kwa hiyo tunaona kwamba waliacha kumwabudu Mungu wa mbinguni na kuona kwamba vile vinavyowazunguka au kwa namna nyingine vile ambavyo Mungu aliviumba ili mwanadamu avitawale, wenyewe walivifanya kuwa nani? Kuwa Mungu wao. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweza kikao kinastaajabisha na cha kushangaza. Kwa nini leo hii kuna maji mengi, kuna machafuko mengi? Kwa nini watu wasiendelee kutokea au kuumbwa kutokana na hivyo vitu? Swala jingine pia anasema sifa kuu ya pili, anasema visa vya uumbaji vya kipagani ni kwamba binadamu wako chini kabisa katika mpangilio wa uumbaji. Ni jambo la kushangaza sana na kusikitisha kwamba maandiko matakatifu yanatuambia kwamba katika viumbe vyote vilivyoumbwa na Mungu wetu wa mbinguni, binadamu aliweza kuumbwa kwa thamani na namna ya ajabu, na ni kiumbe pekee aliyepewa mamlaka ya kuweza kuvitawala. Lakini kitu kinachoshangaza hapa, hawa watu wa Misri na watu wa Babeli wanatuambia kwamba maji walikuwa ni vitu ambavyo vimepewa kipaumbele kuliko mwanadamu, ikiwa na maanisha kwamba waliweza kushusha thamani ya mwanadamu kuiweka katika level ya chini kabisa kulinganisha na viumbe vingine. Na pia anasema kwamba Babeli
Kwa mfano katika visa asili vya Babeli, binadamu ameumbwa kutoka katika damu ya Mungu. Na ni Mungu yupi? Tunaona hapa, unaweza ukasema kwamba unaweza usijue kwamba ninatofautisha kwamba Mungu wa mbinguni na miungu hii mingine. Utofauti wake unakuja kwamba neno Mungu linaandikwa kwa herufi kubwa, lakini miungu ambayo inamaanishwa hapa, ikiwa inamaanisha miungu mingine, inaandikwa kwa herufi ndogo. Anasema kwamba waliweza kuumba binadamu, au viliweza kutokea binadamu kutokana na machafuko ambayo yalikuwa yakitokea. Na kitu kingine anasema utofauti kabisa mkubwa, maelezo ya uumbaji wa kibiblia yanabadilisha kabisa mtazamo huu. Kwamba Biblia inabadilisha mtazamo huu, kwamba kile ambacho wanachokiamini sicho, ila kile ambacho Biblia inachokisema kwamba binadamu aliweza kuumbwa. Na ndio hivyo tunapata reference kutoka katika kitabu cha Mwanzo 1:1, anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ukiendelea mbele zaidi unaona hata mwanadamu pia aliumbwa. Asante. Naam, nashukuru sana kwa nyongeza hiyo nzuri. Ninafurahia kumwamini Mungu wa mbinguni kwa sababu Mungu wa mbinguni amenipatia nafasi ya mimi kama mwanadamu kuwa mtawala juu ya nini? Ya viumbe vyote, si ndio? Wakati huo nadharia hizi zimetuonyesha ya kwamba sisi tunakuwa ni kama wasaidizi tu wa miungu, si ndio? Jambo ambalo katika Mungu wa mbinguni halikubaliki. Lakini pia tumeona kitabu cha Mwanzo hapo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na hii nadharia ya kwanza Madam Gloria ametuambia ya kwamba inaonyesha miungu imetoka katika vitu vya asili na asili imeumbwa na Mungu. Kwa hiyo tunabaki katika kusema kwamba Mungu ndio aliyeanza na kuumba hiyo asili. Nashukuru sana. Nije kwako Madam Jennifer. Tumeona Anthony alijifunza kutokana na uzuri na mpangilio wa dunia hii jinsi ulivyo. Kila kitu kipo katika usawa. Natamani sasa utusaidie na mtazamaji pale tuweze kufahamu kivipi uzuri wa dunia na mpangilio unaweza ukatusaidia kuelewa kwamba ni Mungu ndio ameviweka vitu hivi, kwa hiyo tunatakiwa kumwamini yeye. Karibu sana. Asante. Tukisoma Mwanzo 1 mstari wa 31 na Mwanzo 2 mstari wa kwanza, inasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Mstari wa kwanza Mwanzo 2 anasema basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Kwa ina maana katika kipengele, katika namna ya kuona Mungu alivyoumba, aliumba vitu ambavyo vimekamilika, na kwamba kila kitu kinategemeana na chenzake, na uwepo wa kitu kimoja kinasaidiwa na kitu kingine, lakini kwamba endapo kitu fulani katika uumbaji kitapungua, kitaleta madhara kwa viumbe wengine. Na amejaribu kutupatia tutafakari nadharia hii. Kuna nadharia ya dunia ilivyo, ukaribu wa dunia na jua. Kwa dunia ipo katika kiwango ambacho jua linaweza kuimrikia vizuri na kuweza kupata mwangazo wake kwa uzuri. Lakini endapo jua lingekuwa mbali zaidi na dunia, ina maana kwamba kungekuwa na baridi sana katika dunia na hata viumbe vingine vingekufa na kusingekuwa na uwezo wa kuendelea kuishi kwa sababu ya ile baridi kali. Lakini pia amejaribu kutuambia tutafakari pia uso wa dunia, yani mvutano wa uso wa dunia, tunasema gravitation force iliyopo kati ya dunia na vitu vingine. Kwa anasema kwamba ikiwa mvutano ungekuwa ni mkubwa zaidi, gesi hatarishi zingeweza kuvutwa katika dunia hii na kusababisha vifo kwa baadhi ya viumbe. Lakini pia amejaribu kutuambia tutafakari juu ya mvutano kati ya dunia na mwezi. Upo kwa ajili ya kuweka hali ya hewa ya dunia kuwa vizuri. Ndio tunapata mvua, lakini ndio tunapata pia hata hali ya hewa tulionayo. Lakini ikiwa mvutano huu ungekuwa na utofauti kidogo tu, basi tsunami ingetokea, ambao tunaona ni majanga yanayozidi kutokea sehemu mbalimbali za ulimwengu sababu ya utofauti kidogo tu. Kwa kitu kidogo kinacholeta madhara kwenye uumbaji kinaathiri viumbe wengi. Lakini pia amejaribu kutambia, mfikiria umeenda katika mwezi, ukakuta samaki amewekwa kwenye kioo. Ni ngumu kufikiria kwamba samaki huyu ameibuka tu na kuwepo katika eneo hili. Lazima kuna mtu ambaye alimpeleka sehemu hiyo na kumfanya aendelee kuishi. Ina maana kwamba hata dunia hii na vyote vilivyomo, vile unavyoona ni Mungu aliumba, na ndio maana vinaonekana vile vinavyoonekana. Lakini pia
mtu mmoja akasema kwamba huu ulimwengu ulikuwa unajua tunakuja, kwamba kila kitu kimeweka tayari ili sisi tuendelee kuishi, na tunapoleta madhara tu kwenye kitu kidogo ambacho kinaleta utofauti katika ulimwengu, ndio maana madhara yanaendelea kuonekana. Kwa madhara tunayaona sababu wakati mwingine hatuishi kile ambacho tumekikuta, tunaleta vitu ambavyo vinaleta madhara kwenye dunia yetu, na mwisho wa siku vinaenda kuharibu athiri na uzuri ambao Mungu ameuweka. Naam, nashukuru kwa mifano hiyo mizuri ambayo imetutafakarisha kwamba Mungu kila kitu alichokiumba kipo katika ustadi, na kikizidi tu basi kinaleta madhara, si ndio? Na wanafizikia wanaweza wakakubaliana na sisi ya kwamba nguvu ya mvutano ikizidi tu basi maji haya yaliyopo duniani huenda tungeyakuta angani kule, si ndio? Ama sisi tungekuwa tukitembea, ukiinua mguu kidogo tu upo angani, lakini Mungu ameviweka katika usawa. Kwa hiyo tunaposema kwamba kila kitu kilitokea pasipo, yani katika hali isiyokuwa ya kueleweka, isingekuwa na mpangilio maalum, si ndio? Kwa hiyo inaonyesha nyuma yake kuna mtu mwenye akili na hekima kubwa aliyefanya na kuviweka hivi vitu. Nashukuru sana Madam Jennifer. Nije kwako Madam Jonia hapo. Kutoka kwa Zeusi hadi kwa Yesu, tunaona walikuwa wakimwamini Zeusi kama Mungu ambao walikuwa wakimtumikia. Kunakuwa na utofauti gani walipokuwa wakimwamini huyu Zeus na sasa ambapo watu wanakuwa wakimwamini Yesu Kristo? Karibu sana. Asante. Katika kipengele hiki tunaona kwamba watu wa zamani walikuwa wakiamini miungu, na moja ya miungu ambao walikuwa wakiamini ni Zeus. Lakini tunaona kwamba katika miungu ile waliokuwa wakiamini, miungu hii ilikuwa ikiwataka kufanya vitu vingi ambavyo vilikuwa ni vya ubinafsi kwanza kwa ile miungu, lakini pia ni vilikuwa vitu vya kikatili. Na mwandishi akajaribu kutuonesha utofauti kati ya Mungu tunayemwabudu lakini pia na miungu. Na akatuonesha kwamba hawa miungu pengine walihitaji watu watoe kafara, lakini pengine walihitaji vita vitokee kwa ajili ya kufanyaje, kuifurahisha hii miungu. Lakini tukaona pia kuna utofauti kati ya huyu Mungu tunayemwabudu kwa jinsi ambavyo anafanya kazi. Amefanya kazi ya uumbaji kwanza, lakini baada ya kufanya kazi ya uumbaji amehakikisha kila kitu ambacho kinahitaji kumpatia uhai, kuendeleza uhai kwa mwanadamu na viumbe vyote alivyovipatia uhai katika hii dunia, akaviweka duniani ili viumbe vyote na binadamu waendelee kuishi na kuenda sawa sana nini na mapenzi yake. Kwa hiyo tunaona Mungu jinsi gani anatofautiana na hawa miungu ambao mara nyingi wamekuwa wakihitaji nini, wakihitaji kafara. Lakini Biblia pia imeendelea kuthibitisha kwamba katika kitabu cha Kolosai 1:16 tunaona kwamba Paulo anatuambia kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake, na kwa njia yake naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote ushikana katika yeye. Kwa hiyo tunajifunza jinsi ambavyo Mungu anatofautiana na miungu mingine. Miungu mingine imekuwa ikitegemea vile vilivyokuwepo kwanza ndio viweze kufanya kazi, lakini Mungu ameonyesha kwamba vilivyopo aliviumba kwanza, alafu akavipatia mazingira ya vitu vilivyoumba viendelee kufanyaje, viendelee kuwepo. Katika kipengele hiki tunaona kwamba kuna tafakari ambazo tunatakiwa kuzitafakari ili tuweze kujua huyu Mungu tunayemwabudu ni Mungu wa aina gani. Mfano, muumbaji aliyetamka neno na dunia ikaumbwa alikuwa nani? Alikuwa Yesu. Muumbaji aliyemuumba Adamu kwa mikono yake mwenyewe alikuwa Yesu. Lakini muumbaji aliyepumzika siku ya Sabato pamoja na familia ya kwanza alikuwa Yesu. Muumbaji aliyewafuata Adamu na Hawa baada ya wao kutenda dhambi ni Yesu pia. Muumbaji aliyetoa ahadi ya ukombozi ni Yesu. Kwa hiyo tunajifunza Mungu kama mzazi ambaye aliumba, alivyowaumba akapumzika pamoja nao. Akapumzika pamoja nao hata baada ya kuasi alienda mwenyewe kuwatafuta. Kwa hiyo tunajifunza tabia ya Mungu ya unyenyekevu. Ukilinganisha na miungu ambayo yenyewe inataka tu kafara, inataka kufanya vitu ambavyo vinaathiri sisi binadamu, ambao sio tabia ya Mungu. Kwa hiyo tunajifunza utofauti kati ya Mungu
na miungu ambayo watu wa zamani walikuwa wakiamini na kukuta sasa kufikia hatua ya kusema kwamba hakuna Mungu. Kwa hiyo tunajifunza kutoka Zeus mpaka hadi kwa Yesu ni utofauti mkubwa, kwamba Yesu tunayemwabudu au Mungu tunayemwabudu ni Mungu mkubwa ambaye anaweza kuumba na kustahimilisha kile alichokiumba. Asante. Nashukuru sana kwa nyongeza hiyo nzuri inayotupatia utofauti kati ya Mungu mwenye mdogo ama miungu pamoja na Mungu wa mbinguni, si ndio? Ambapo Mungu wa mbinguni anaonekana ni mwenye upendo na anatujali kila siku. Unaweza ukajifikiria tu pale usipomwamini Mungu unamwamini nani? Na ni faida gani unaoipata pale ambapo hauamini katika kitu chochote? Na kutangazia na siku ya leo ya kwamba hakikisha unamwamini Mungu wa mbinguni ambaye ni muumbaji wa vitu vyote. Na somo la juma hili limekuwa msingi mkubwa katika kuitangaza ama kuitetea imani yetu, kwa sababu tumeangalia huyu tunayemtetea ni nani, ana mpango gani katika ulimwengu huu. Basi kwa wakati huu ni alike Mr. Masala, utusaidie ni sababu zipi ambazo zinachangia kuenea kwa kutoamini ama atheism katika dunia ya leo. Changamoto zipi kwa ufupi unazozifikiria? Tumeona Antoni, yeye changamoto yake ni usomi na falsafa mbalimbali zilimpelekea kutokuamini. Ni kipi kinaweza kikasababisha kwetu leo kutokuamini huku? Karibu. Asante. Kingine ambacho kinasababisha kutokuamini kwetu kwa wakati huu ni kusoma maandiko pasipo kuangalia asili. Wengi tunaamini kwamba katika maandiko mtu akisema kwamba mimi naamini Mungu, anamwambia nidhibitishe katika maandiko. Maandiko yanasema ndio uwepo wa nani? Wa Mungu. Lakini hayatoi udhibitisho kwamba maandiko hapa anasema kitabu cha Mwanzo kinamtambulisha Mungu. Sawa kama muumbaji wa kila kitu, nafasi na wakati. Lakini Biblia haidhibitishi uwepo wa nani? Wa Mungu. Sawa lakini sasa inafanya nini? Biblia inachokifanya, Biblia inadhihirisha tu kwamba Mungu yupo. Sasa ili tupate udhibitisho wa kwamba Mungu yupo, tunaopata wapi? Katika asili. Sasa watu wengi wanasoma Biblia, wanataka wapate udhihirisho kutoka kwenye nini? Kwenye Biblia, wanashindwa kuupata. Wanaisha kusema Mungu hayupo. Maana vitu ambavyo vinaongelewa kwenye Biblia havishikiki. Sasa akija kuangalia kwenye asili, mtu anakuja kugundua kwamba Mungu yupo. Jiangalie mwenyewe jinsi ulivyo, jinsi ulivyoumbwa. Kwa nini macho hayakuwekwa kwenye miguu yakawekwa juu? Na kwa nini kichwa haikuwekwa kwenye miguu kikawekwa juu? Unaweza kujiuliza, utapata kwamba kuna fundi stadi. Lakini pia sambamba na hayo, unaweza kuangalia jinsi ambavyo maji yanaheshimu kauli ya Mungu kwamba maji yakae upande wake, lakini pia nchi kavu ikae upande wake na watu wakae kule. Lakini pia wanadamu wakakaa mbali na wanyama na wanyama wakakaa mbali na nani? Wanadamu. Unaona sasa kwamba kuna fundi stadi ambaye alifanya hivi. Lakini kama unataka kusoma Biblia, usiangalie asili ambayo ni nature. Unaweza kusema kwamba mbona hivi vitu vinavyozungumziwa havipo? Lakini kwa halisia ni kwamba vipo. Vinaanza na wewe mwenyewe unayesema kwamba Mungu hayupo. Asante. Na mnashukuru sana kwa nyongeza yako nzuri sana. Kwa hiyo kuna wakati kumbe wanadamu tunatamani kupata uthibitisho. Kama tunavyofanya analysis mbalimbali maabara na zinatuthibitishia kutokea kwa mambo. Lakini kwenye jambo la amani la imani, Mungu anatuwekea asili ambayo inamfunua yeye kama muumbaji na uwepo wake. Nashukuru sana kwa nyongeza hiyo nzuri. Nije kwako Madam Glory kwa ufupi. Je, Mungu wa Biblia anakuwaje tofauti pamoja na miungu mingine ambayo watu wamekuwa wakiamini? Karibu. Asante sana. Nitachangia kwa ufupi. Mungu wa Biblia na miungu mingine ni tofauti, kwa sababu tunaweza tukadhihirisha kupitia kisa cha Nabii Elisha pamoja na wale miungu Baali walipokutana pamoja kwa ajili ya kuweza kuthibitisha ni yupi Mungu ambaye anasikia kwa haraka. Tunaona waliweza kuomba sana, kujikatakata, lakini bado wakasema huenda amelala, huenda amesafiri. Lakini walivyomuomba Mungu wa mbinguni ambaye ndiyo muumbaji na ni controller wa vitu vyote, aliweza kujibu papo hapo. Na sio tu maji au ile sadaka kupokelewa,
ule baada ya ule moto kushuka, anasema ililamba kila kitu ikiwepo na zile sadaka zao. Na ndipo akastaajabu na kusema kweli Mungu wa kuabudiwa ni Mungu wa wapi? Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo hilo ni jambo moja tu linatuthibitishia kwamba Mungu wa kuabudiwa au Mungu aliyeviumba vyote au mwenye asili yake ni Mungu tu na wala si mtu mwingine. Naam, nashukuru sana kwa nyongeza yako nzuri. Mungu tunayemwamini basi ndio mwenye asili na vitu vyote. Asante sana. Nije kwako Madam Jennifer. Tumeona kuna nadharia mbalimbali ikiwemo macroevolution ambayo inaelezea kwamba dunia yetu ina mamilioni ya miaka na maisha yametokea kutokana na composition ya baadhi ya vitu yakapatikana maisha. Unafikiria hizo nadharia na kutokana na ulichotuambia ya kwamba kitu kimewekwa katika usawa kwenye dunia hii kila kitu, unafikiri inapingaje tabia ya Mungu nadharia kama hizi? Karibu sana. Asante. Kwa nadharia hiyo kwamba dunia imetokana na evolution au decomposition ya vitu ikatokea, ungejaribu kutafakari kuna sayari ngapi katika ulimwengu huu ambazo hazijafanya decomposition na kuweza kupata hao viumbe waliopo. Lakini pia kama ni decomposition, ina maana na hao viumbe wanaoishi wakifa, ina maana kitatokea kwamba kuna wakati ambapo dunia yote itaisha kwa sababu ya decomposition. Nini kitatokea katika ulimwengu? Ina maana hakuna uhai. Nini cha kusema ni kwamba dunia iliumbwa, na hiyo yatupaswa tuangalie kwa umakini na kwa utafakari mzuri zaidi. Hebu tufikirie namna ambavyo dunia tunavyoiharibu. Mfano labda tunavyoharibu ozone layer, mvua kubwa zinanyesha na zitakaponyesha zinaleta madhara kwetu sisi. Lakini pia fikiria bahari inapokuwa imejaa au imefurika, au tsunami inapokuwa imetokea, madhara yanakuwepo kwa viumbe. Lakini kabla haijaleta madhara, iko katika kiwango ambacho ni kizuri na inafurahiwa na watu wote. Nini cha kujifunza ni kwamba kila kitu kipo katika namna ambayo Mungu aliumba ya kupendeza na ya kuvutia. Lakini sisi tutakapokiharibu kwa namna ndogo, kitaleta madhara kwetu. Na sisi hatuwezi kuzuia yale madhara. Maana ni kana kwamba kitu kimetokea kwa evolution, ina maana kuna wakati kitapungua au kuna wakati kitaongezeka, lakini hatuwezi kufanya hivyo. Ila kwamba Mungu ameviweka ili viweze kuwepo kwa uzuri wa kupendeza zaidi, na kwamba sisi tunapofanya madhara ndipo tunaona athari zinatokea kwetu. Naam, nashukuru sana. Kumbe ndugu mtazamaji, unaweza ukajifikiria kwa wakati fulani Mungu anaweza akatudai sisi kama wasimamizi juu ya dunia na viumbe alivyotupatia, tunafanya uharibifu na madhara yanatukuta sisi wenyewe. Kwa hiyo tujitafakari kwa namna ya pekee sana. Nije kwako Madam Jonia hapo. Siku za usoni ama siku hizi watu wamekuwa hawamwamini na wamekuwa na mashaka juu ya Yesu Kristo kama nafasi ya uumbaji. Na umetupatia uthibitisho kwa kupitia kitabu cha Wakolosai ya kwamba Yesu Kristo anasimama katika uumbaji pale mwanzo. Unaweza ukatusaidiaje kuondoa haya mashaka ambayo tunayaweka katika huyu Kristo ambaye tunaamini ni muumbaji wa vyote? Karibu sana. Asante. Kupitia maandiko tunaweza tukajifunza uumbaji na nani ni ambaye ni muumbaji. Kama ambavyo tumeweza kusoma katika kitabu cha Wakolosai, tumejifunza kwamba katika yeye vitu vyote vilitokea. Huyu ni nani? Ni Mungu. Si kitabu hiko tu cha Wakolosai, lakini pia Yohana 1:1 anasema hapo mwanzo kulikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hapo mwanzo hakukuwa na kitu. Kwa tunajifunza vitu vyote vilitokana na nani? Vilitokana na Mungu. Na katika kujifunza hivyo, hata kitabu cha Mwanzo pia ambacho ndo kitabu cha kwanza kuandikwa kinaonesha uumbaji kwamba ni Mungu ambaye chanzo chake halisi tunaona kwamba Mungu ni Mungu ambaye hajulikani Mungu alitoka, yani mwanzo wake haujulikani. Lakini yeye pekee ndiye ambaye alifanyaje? Aliumba ulimwengu na anajua kwamba kitu fulani alikiumba kwa namna gani. Kwa neno la Mungu linadhihirisha halisi kwamba Mungu ndiye muumbaji na hakuna mwingine ambaye anaweza kucontrol au hakuna mwingine ambaye anaweza kuumba kama ambavyo yeye alifanya. Asante. Nashukuru sana kwa nyongeza nzuri. Mpango wa Mungu tumeona kwa uzuri katika somo la juma hili ya kwamba kila kitu kilichofanyika hapa duniani kilikuwa katika mpango, kwa sababu ya ustadi wa muonekano wake na mahali palipokaa, bahari zimejitenga. Kwa hiyo huu wote unadhihirisha mpango ambao Mungu alikaa
akapanga yeye pamoja na nafsi zile nyingine mbili, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, katika habari ya uumbaji. Kwa hiyo tumejifunza kwa uzuri, na nafikiri ndugu mtazamaji umeelewa kwa uzuri kabisa ya kwamba kila kitu kimefanyika katika mpango wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo falsafa zote na usomi tunaweka pembeni katika jambo la imani, tukiamini ya kwamba Mungu alikuwa na mpango maalum wa sisi kuwepo na kufanyika katika dunia hii. Nikualike kwa ajili ya masomo mengine ambayo yataendelea kurushwa kupitia channel yetu ya SUA SDA Church Media. Usipange kukosa masomo mengine yanayofuata hapo mbele. Mungu akubariki. Na kabla ya kumaliza, nimwalike Madam Gloria tupatie ombi kwa ajili ya kufunga kipindi chetu. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya wasaa huu. Tumemaliza, tunaomba uweze kutamatika nasi katika siku nyingine zinazokuja, na tusaidie haya masomo tuliojifunza yaweze kutupatia uelewa na katika maisha yetu, na hatimaye kwa ajili ya ujio wako mara ya pili. Naomba ni katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Amen.